Benki Kuu ya Tanzania imesema hadi sasa Tanzania ina akiba ya dhahabu ya thamani ya dola bilioni 3.24, ikiwa ni zaidi ya lengo la bodi la kuwa na akiba ya dhahabu ya dola bilioni 2. Hivyo kupelekea kuamua kuuza dhahabu za dola bilioni 1.2 ili kuweka mizani sawa. Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi kutoka Kurugenzi ya Masoko ya Fedha Benki Kuu Tanzania, Emmanuel Akaro, amesema hatua ya kuamua kuuza dhahabu ni katika kuweka mizania ya vihatarishi sawa, ambapo ni utaratibu wa kawaida kwa Benki Kuu kufanya hivyo na si shinikizo wala maagizo kutoka serikalini. Kwa lugha nyepesi kabisa, tunasema tukao tumeweka hivi vitu vime balance, ndio vinapaswa kuwa hivi kama nilivyoonyesha, kama mizani tu. Sasa upande mmoja ukizidi, hata ukienda kwenye mizani akakuwekea nyama nyingi zimezidi, anafanya nini? Anaanza kupunguza. Si ndio kama tumemaliza ufafanuzi. Kwa hiyo sasa unapunguza kuliko ulikozidi, unaenda kuweka kule ambapo pameshuka. Kwa hiyo una balance. Tunasema tumefanya rebalancing. Kwa hiyo limit yetu sisi ni bilioni 2 kwenye dhahabu. Sasa hivi tunavyozungumza hivi, tumeomba kwenye bodi tupeleke sasa limit yetu ifike bilioni 3. Sawa? Lakini tayari hata hiyo bilioni 3 yenyewe tumeshapita. Tuko 3.2 au 3.188 kama unataka kuzisema kwa urefu wake. Sawa? Kwa hiyo sababu moja kubwa kabisa ya sisi kufanya au kuwa na hii matamanio ya kuuza dhahabu, dhahabu tukumbuke ni kama tu zile currency nyingine. Imesemwa hivi kwa sababu pengine imekuwa na kananika tofauti kidogo. Tukumbuke dhahabu ni kama tu hizi currency nyingine nilizokuwa nimesema hapo awali. Kwa hiyo unapofanya, tunapotaka kuziuza, tutauza dhahabu, tutanunua dola au currency nyingine ili kuhakikisha vihatarishi. Benki Kuu haijiweki kwenye vihatarishi ambavyo haiwezi ikavisimamia. Ukiweka mayai yako yote kwenye kapu moja, alafu nizungumze na lugha ya mtaani kwamba umeweka ni mkeka, sasa umeweka alafu ukachanika, maana yake ni kwamba sasa unakuwa unaanza kulia, imekuwa. Sasa unasema sababu kuna wataalamu, lazima uhakikishe uwiano wa dhahabu na hizi sarafu nyingine za kigeni kwenye mizania ya Benki Kuu zinaendana na matarajio ya bodi, matarajio ya nchi na matarajio ambayo hayatatupelekea sisi kupata hasara. Nizungumza kidogo kuhusiana na programu yetu. Kila siku tunanunua dhahabu. Kwa kipindi cha miezi 5 iliyopita, kila mwezi tunanunua dhahabu ambayo ni wastani wa karibia tani 2 kwa mwezi. 1.9, 2.1 kila mwezi. Tukumbuke tunanunua dhahabu kwa mujibu wa sheria. Na hii dhahabu tunanunua ni 20% ya dhahabu zote zinazozalishwa na kuuzwa nje ya nchi. Sasa kwa sababu mbalimbali ikiwemo pia sisi tunatoa bei nzuri, unakuta kwamba watu wengi sana watuuzia dhahabu kuliko hata ile 20%. Wengine wanafika mpaka 40%. Wanafika mpaka 40%. Kwa hiyo dhahabu tunakuwa nayo. Tukiangalia sasa hivi tunanunua dhahabu tani 2. Matarajio yetu mwanzo yalikuwa ni kununua tani 1 kila mwezi. Sasa hivi tunanunua tani 2. Hiyo tani 1 iliyobaki, ndugu waandishi wa habari na wananchi ambao wanatusikiliza, unaifanyia nini? Mizania imeyumba, kwa hiyo lazima uirebalance. Sawa? Nikizungumza kidogo kuhusiana na programu yetu tena, kama nilivyosema, kwa sasa hivi tunanunua karibia tani 2 kwa siku, kwa mwezi, na ukiangalia tunanunua kutoka kwa wachimbaji wadogo na wachimbaji wakubwa, wachimbaji wote ambao wana leseni ya uchimbaji au kufanya biashara ya dhahabu. Sasa lengo la hii program tulivyoanza mwaka 2024 rasmi
ilikuwa ina malengo makubwa matatu. Lengo la kwanza ilikuwa ni kubaini vyanzo vipya vya akiba ya fedha za kigeni. Ndio tumefanya lengo la kwanza. Lengo la pili ilikuwa ni kuongeza kiasi au tuseme size ya fedha zetu za kigeni. Lakini lengo la tatu ni kurasimisha hii sekta ya fedha ya madini, especially dhahabu. Tulivyoanza, wachimbaji wadogo, tena niko na mwenzangu hapa ambaye ndo alikuwa mwanzo kabisa kwenye kuanza hii program, watu walikuwa wataki kabisa kutuuzia dhahabu alafu sisi tuwawekee fedha zao benki. Sasa hivi watu wote ambao tunauzia dhahabu kuanzia kipindi kile tunapitia benki, na wamekuja kuwa wengi kuliko ambavyo hata tulikuwa tunatarajia. Lakini kingine pia tumerasimisha kampuni za uchenjuaji dhahabu Tanzania. Hiyo ndo ambayo ilikuwa ni sababu kubwa sana ya sisi kuwekeza kwenye hii program. Tuna viwanda vya refine dhahabu karibia 6 nadhani, 3 ndio ambavyo sasa hivi tuna mikataba navyo, na dhahabu ambazo wamezichenjua, wamezirefine, wamezisafisha katika kipindi cha miezi 15, asilimia karibu 90 ya hizo dhahabu ni za Benki Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo pia tumesaidia katika kuleta ajira na vitu mbalimbali.